Kuna hawa wanandoa leo bwana walikuwa wanafanya jambo lao, lakini mwanadada alionekana kuto kufurahishwa kabisa. Mchizi anasema ya kwamba yeye anapenda sana mke wake akiwa kanuna kama hivi, kwani hii ndio inamfanya azidi kuwa na mizuka zaidi. Bishosti alikuwa anatambulika kwa jina la Neha, lakini pia alikuwa ni mwalimu katika chuo fulani ndani ya hili jiji. Leo rafiki yake mmoja anamuuliza, shoga yangu, kuna pesa ambayo nilikuwa zima mwezi uliopita. Neha anafanikiwa kumpatia, lakini pia shosti wake huyu anamueleza ya kwamba wewe huwa ninakueleza matatizo yote ambayo yapata ndani ya familia yangu, lakini sijawahi kusikia hata siku moja ukizungumza juu ya familia yako. Neha kuongea jambo lolote zaidi tu ya kutabasamu. Shosti akaendelea tena kumchokoza na kumuuliza, ni miaka mingi imepita toka ufunge ndoa na mume wako. Je, ni lini utashia habari nzuri za wewe kupata mtoto? Hii kidogo bimdada Neha ikamtikisa, kwani hapa akaonekana akiwa na huzuni sana, na kwenyewe hakujibu jambo lolote. Upande wa pili kwa mume wake na bimdada, yeye alikuwa anatambulika kwa jina Kathy, ama tumbadilishe jina, mchizi tutamwita mzee wa kujidai. Bwana huyu jamaa leo kaitwa na bosi wake, anaelezwa mbona hufanyi kazi yoyote, lakini pia anapata malalamiko mengi sana kutoka kwa wafanyakazi wenzako. Jamaa kuongea jambo lolote, bali akampatia bosi video ambayo alikuwa anaonekana akitembea na mchepuko. Bosi akabaki mdomo wazi, lakini mzee wa kujidai anamweleza bosi wake, endapo kinifukuza kazi basi nami ninaenda kumsanua mumeo. Mzee wa kujidai baada ya kufika nyumbani anamkuta mkeo akiwa yuko bize sana na kazi zake. Kila akijaribu kumwita bimdada alikuwa amjibu jambo lolote. Mwisho wa siku akamweleza, endapo ukiniletea kidude cha kuwekea vipande vya sigara basi nitakuacha uende ukalale kwenye chumba cha peke yako. Neha akaja mbio mbio. Jamaa akashangaa sana, anamfuata anamshika mkono na kumweleza, yani wewe nikikuita unanipotezea, lakini nikikueleza swala la kwenda kulala peke yako na kuja mbio. Ni kwa nini unaniogopa sana mke wangu? Neha akawa anaonekana ni mtu anayemwogopa sana mme wake, lakini mchizi akaendelea kumpulizia moshi wa sigara mwanadada. Akashika mkono wake ambao ulikuwa na tatuu ya majina mawili, Neha pamoja na Gautham. Hii ikaendelea kumchafua sana mtaalamu wetu wa kujidai. Akaamua kuzimia sigara kwenye mkono wa mwanadada, na aka ndio huwa ni kamchezo kake kamara kwa mara, yani kwenye huu mkono ambao ulikuwa na tatuu ya jina la Gautham pamoja na mwanadada. Bwana, kulikuwa kuna alama kibao za mchizi akijaribu kuzima sigara yake, lakini kwa Neha ile jina Gautham bwana lina maana kubwa sana kwenye maisha yake, nasi tunatamani kufahamu huyu mtu ni nani. Tunapata hadithi ya miaka mingi iliyopita, kipindi ambacho alikuwa bado watoto wadogo. Alikuwa anaishi katika kijiji kimoja, yeye pamoja na mwamba aliyekuwa anatambulika kwa jina la Gautham. Hawa ni watu ambao walikuwa ni majirani. Hakika walikuwa wanapendana sana, michezo yote ya utotoni mwanadada akacheza pamoja na mchizi. Wazazi wa Neha walifariki kipindi ambacho alikuwa bado mdogo, hivyo kwa sasa alikuwa anaishi pamoja na bibi yake, lakini pia wazazi wa Gautham walikuwa wanampenda sana huyu mwanadada. Leo Bishosti anapewa taarifa ya kwamba bibi yake imefariki. Analia kwa uchungu mkubwa, kwani huyu ndio ndugu pekee ambaye aliyekuwa amebaki. Anamuaga mchizi na kumweleza anakuja kuchukuliwa na ndugu wa bibi yake, hivyo atalazimika kuondoka ndani ya hili eneo, lakini Gautham anamwekea ahadi na kumweleza yeye wala asijali, kwani atakaa ndani ya hili eneo na atasoma kwa bidii, na endapo akifikia utu uzimani basi atahakikisha anakuja kumchukua na hatimaye watafunga ndoa na kuanza kuishi pamoja. Neha akachukuliwa na ndugu wa bibi yake mpaka mjini. Baada ya kufika bimdada ndipo akakutana na mzee wa kujidai. Sasa babake na mchizi akamweleza jamaa ya kwamba huyu akikuwa atakuwa ni mke wako, hivyo mchukulie sana uangalifu. Mzee wa kujidai toka kipindi hicho bwana akawa anamfuatilia sana mwanadada kila sehemu anapoenda, basi naye alikuwepo kwa nyuma, lakini pia alikuwa anahakikisha anampatia ulinzi uliokamilika kweli kweli. Yani kama kulikuwa kuna jamaa ambaye alikuwa anamfuatilia, basi mzee wa kujidai alikuwa anahakikisha analala naye mbele, bimdada anabaki akiwa salama. Kwa mwanzoni Bishosti Neha aliona tu ni jambo la kawaida, si unajua tena ni ndugu yake, lakini jamaa kila ambavyo siku zilikuwa zinazidi kwenda, hali ilizidi kuwa ndio hivyo hivyo, yani alizidi kumfuatilia zaidi. Hatimaye katika utu uzima jamaa akaendelea kumfuatilia mwanadada, na kwa sasa alikuwa anachukua nguo zake za ndani anaenda nazo magetoni kwenda kumaliza jambo lake. Na upande wa bimdada Neha kusahau kabisa penzi la Gautham, kwani akawa anampigia simu mara kwa mara akimjulia hali, na kipindi hiki bwana kupata simu ya mkononi ilikuwa ni kipengele, hivyo alikuwa anatumia simu ya barabarani. Bishosti leo uso kwa uso anakutana na Gautham na ile furaha yake ya kutokea utotoni inarudi tena. Watu hao wakaanza kutanua sana ndani ya hili jiji. Bimdada akaonekana akiwa ni mtu mwenye furaha kwelikweli, lakini jamaa anamweleza amefika ndani ya hili eneo kwa ajili ya kuweza kumtibia baba yake, kwani hali ya kiafya kimtindo imezidi kuwa mbaya. Lakini pia jamaa anasema alimisi sana huyu mwanadada, kwani naye hawezi akaishi bila yeye. Mapenzi ni uwe mahaba motomoto. Hatimaye mwanadada pamoja na mchizi wakaamua kuchora tatu katika mikono yao. Bishosti bwana alifurahi sana leo kipindi
kipindi ambacho alikuwa anaachana na mchizi kabidi wakumbatiane mbele ya geti ambalo mwanadada alikuwa anaishi. Baada ya kufika upande wa ndani, baba yake na mzee wa kujidai anamweleza kwamba anahitaji kusafiri kwa muda wa siku kadhaa, kwani kuna sehemu ambapo kuna sherehe naye hatakuwepo hapa nyumbani, hivyo atabaki na mchizi. Bimdada akaonekana kuwa ana huzuni kidogo. Baba akamtia moyo na kumweleza usijali, kwani yule jamaa hana shida yoyote. Mzee wa kujidai baada ya kufika humu ndani alionekana akiwa kachafuka kweli, hata chakula chenyewe kipindi ambacho alikuwa anakula, yani ilikuwa ni fujo tupu mpaka akawa anapaliwa. Mzee anamwambia Neha, unajua hasira za huyu mwanangu, ninawaza sana endapo mkifunga ndoa utaishi naye vipi. Bishosti akabaki ana yake moyoni, anatamani sana amwambie huyu mzee ukweli mzima, lakini akaamua tu kuvunga mzee. Baada ya kuondoka mwanadada wakati wa usiku, baada ya kuelekea jikoni kuchukua maji, mchizi naye akatokea kwa nyuma. Mwanadada akaogopa sana, akawa anahitaji kukimbia, lakini jamaa akamuwahi kwa mbele na kumzuia. Anaanza kumweleza mwanadada ya kwamba hakika nilikasirika sana baada ya kukuona umemkumbatia mwanaume mwingine na kumruhusu aweze kukupiga busu, na jambo ninalohitaji kukueleza ni kwamba nilimfuata yule jamaa na kwenda kumtembezea kifinyo cha kutosha, yaani haiwezekani mimi nikulinde tokea utotoni naye aje kula matunda utu uzimani. Mzee wa kujidai anamweleza mwanadada, basi kuanzia muda huu mpaka pale ambapo baba atakaporudi, mimi ninaelekea upande wa nje, na kila nitakapokuita basi nawe uitike. Usipofanya hivyo basi nitaenda kumwangamiza yule jamaa. Mzee wa kujidai akaelekea upande wa nje, akawa anafanya kama jinsi ambavyo alikuwa akamwelekeza mwanadada. Bishosti na akawa anatii vile vile. Baba mtu baada ya kurudi asubuhi anamkuta jamaa akiwa upande wa nje, tena akiwa akashika bonge la bisu. Baba anashangaa sana, anamweleza mchizi kunani. Bishosti anafika hapa na kumweleza mzee kila kitu, lakini baba huyu anaelezwa na kijana wake, wewe ndio uliniharibia maisha yangu kwa kunieleza huyu binti atakuwa ni mke wangu wakati naye anampenda mtu mwingine, hivyo ninakuomba ukae naye chini umueleweshe vizuri. Baba anakaa chini na binti anamuuliza Gautham ni nani. Neha anamweleza ni kijana ninayempenda sana, lakini pia tuna miahadi ya kufunga ndoa toka tukiwa watoto. Mzee anamweleza ni kweli nyinyi mna miahadi na huyo jamaa, na ni kweli unampenda, lakini nami niliweka miahadi pamoja na bibi yako ya kwamba kijana wangu pamoja na wewe mtafunga ndoa. Mzee basi ikabidi anze kumweleza bimdada hadithi ya huyu kijana. Anasema ya kwamba mama yake alipoteza maisha kipindi ambapo alipokuwepo mdogo sana, na mimi kutokana na kazi yangu ya ubize hivyo nikawa ninamwacha peke yake. Lakini siku moja cha kushangaza, baada ya kuelekea naye kwenye duka moja la midoli, mtoto huyu akafanikiwa kuchukua mdoli mmoja wa kike, japo nilimkataza, lakini yeye aling'ang'ania. Mwisho wa siku akawa anamlisha chakula yule mdoli na akawa anazungumza naye maneno utadhani mtu anayeweza kuzungumza. Cha kushangaza zaidi, kipindi ambapo wewe ulipofika hapa nyumbani ndiye ukawa mwisho wake wa kuzungumza na yule mdoli, na akawa anazungumza na wewe. Hivyo baba anamuomba sana huyu binti afanye maamuzi aliyo sahihi ya kukubali kuolewa na kijana wake ili aweze kusaidia maisha yake, kwani baba anaamini endapo mwanadada akikubali kuolewa na jamaa basi mchizi maisha yake yatabadilika, lakini pia hata akili yake itatulia. Anamweleza mwanadada, ninaomba umsahau kabisa Gautham. Mwanadada akaona haya ni mambo gani, mbona ni hatari. Akachukua beto akaelekea upande wake wa ndani na kujaribu kutoa maisha yake, wakamuaisha hospitalini. Mchizi baada ya kufika hapa akaanza kuongea na bimdada huku akawa analeta fujo, yaani mpaka madaktari wenyewe pamoja na manesi wakashangaa tabia za mchizi. Mwanadada alipopata upenyo akapanda kwenye bajaji akaelekea mpaka sehemu ambapo Gautham alikuwa akafikia pamoja na familia yake, lakini majirani wanamweleza mwanadada hali ya baba yake ilizidi kuwa mbaya, hivyo familia walilazimika kuondoka na kuelekea mji mwingine kwa ajili ya matibabu zaidi. Neha alikuwa hana la kufanya zaidi tu ya kubaki analia kwa uchungu mzito, kwani hata mwanaume ambaye alikuwa anamtegemea kwa sasa alikuwa tambui atampataje. Lakini uso kwa uso anakutana tena na mtaalamu wetu mzee wa kujidai, anamchukua na kumrudisha nyumbani. Mwamba baada ya kufika kuongea maneno mengi, bali akaanza kutembeza kifinyo kwa baba yake, huku akimweleza mwanadada Neha, endapo kikubali kuolewa nami basi nitaacha kumtembezea kifinyo mzee. Neha alikuwa hana la kufanya zaidi ya kukubali tu kuingia kwenye ndoa pamoja na huyu jamaa. Sasa kwa kuwa tulishamfahamu Gautham na jinsi ambavyo aliweza kupotezana, nasi tuendelee na filamu. Tuanzie pale ambapo tulikuwa tumeishia. Asubuhi na mapema mwanadada baada ya kuamka anakutana na mme wake, anamuuliza mfanyakazi ya kwamba je, chakula changu tayari? Bimdada anasema asubiri kwa muda wa dakika 3. Mume akaanza kutembeza kifinyo kwa mfanyakazi, anamweleza yaani mke wangu asubiri kwa muda wa dakika 3, kwa nini haukuandaa chakula chake mapema? Mwamba anaingia jikoni mwenyewe, anapika chapati haijaiva vizuri, anaiweka mezani, anamweleza mwanadada kula, tena ilikuwa ni kwa komandi. Bishosti bwana, kwa jinsi ambavyo alikuwa anamuhanya huyu jamaa, akala chapchapu kisha akaondoka. Lakini kabla hajapiga hatua nyingi, jamaa anafika akiwa na gari, anamweleza ingia niweze kukupatia lifti.
Ndani ya gari mchizi akaendelea kumwangalia mke wake kwa jicho la matamanio, akisema moyoni mwake hakika mke wake ni pisikali kweli kweli. Anafika naye mpaka chuoni. Bimdada alipokuwa anahitaji kushuka, Mwamba akamzuia, akahitaji kuweza kupiga vitu kwa lazima. Mwamba akapeleka moto kweli kweli. Bimdada akatoka akiwa anachechemea. Shosti yake baada ya kumwona akamfuata kwa nyuma, anamkuta chooni akiwa analia, huku chini kukiwa kumejaa damu. Aliumia sana, anamweleza hakika mme wangu ni mkatili sana, anamsaidia kumpeleka hospitalini. Neha baada ya kupatiwa matibabu anarudi nyumbani akiwa anachechemea na kwenda kujipumzisha. Mzee wa kujidai baada ya kurudi wakati wa jioni anamkuta mwanadada akiwa kajipumzisha, anamwamsha kwa lazima na kuanza kuzungumza naye. Anamweleza mimi ni kwa nini unanichukia sana. Mwanadada anamweleza ni kwa sababu ndani ya moyo wake anampenda Gautham pekee na wala hakuna mwanaume mwingine wa kuichukua hiyo nafasi. Neha akaenda mbali zaidi na kumweleza jamaa, hata ikitokea leo ukipoteza maisha sitoweza kudondosha chozi hata siku moja. Jamaa akavurugwa sana, akaelekea upande wa sebleni, akaandaa kuni za kutosha, lakini pia akajimwagia mafuta. Akasimama juu yake na kuanza kuwasha kiberiti. Anamweleza mwanadada, sema kama unanipenda, endapo usiposema hivyo basi mimi siku hii ya leo ndiyo itakuwa mwisho wa maisha yangu. Mwamba akaendelea kupiga kiberiti huku akimhitaji bimdada aseme anampenda. Mwisho wa siku mwanadada akalazimika tu kutamka ya kwamba anampenda mzee wa kujidai. Maisha ya ndoa kwa sasa mwanadada hakika alikuwa ni magumu kweli kweli. Leo baada ya kuelekea chuoni akaona mtu kama vile Gautham. Bishosti akaanza kumtafuta mchizi, hatimaye anakutana naye uso kwa uso. Mchizi anamweleza mwanadada, ni kweli kwa sasa umeolewa, lakini ninahitaji kufahamu una furaha? Neha ili swali alikuwa anasubiri kuulizwa kwa kipindi kirefu sana, kwani akaanza kulia huku akimweleza mchizi hana furaha yoyote kwenye ndoa yake. Bishosti bwana ikabidi aketi chini pamoja na mchizi na kuanza kumwelezea kila kitu kilichomsibu kwenye maisha yake, lakini pia sababu iliyompelekea mpaka yeye kukubali kuolewa na mzee wa kujidai. Leo Neha baada ya kurudi nyumbani kimtindo akawa kabadilika kabisa, yani akawa ni jeuli kweli kweli. Mchizi akijaribu kumsogelea mwanadada anampiga mikwala ya kutosha. Mwamba akaamua kupiga kalinya vya kutosha, akalewa chakali asubuhi na mapema. Baada ya kuamka kufanikiwa kabisa kumwona Neha, mzee wa kujidai akavurugwa sana, kwani katika maisha yake furaha yake kubwa alikuwa ni Neha. Endapo asipomwona basi alikuwa anavurugwa kweli kweli. Akaelekea mpaka chuoni kwenda kumtafuta. Anamfuata Bishosti, anamuuliza lakini hakufanikiwa kupatiwa majibu yoyote, kwani bimdada alisema hafahamu sehemu ambapo Neha alipo. Mwamba karudi magetoni na kuendelea kupiga kalinya. Mfanyakazi baada ya kuja anamuuliza, je, umefanikiwa kumwona Neha? Bishosti anasema hajafanikiwa kabisa kumwona na wala hafahamu sehemu gani alipoelekea. Mchizi bwana baada ya kulewa akamwangalia yule mfanyakazi na kuona mbona bimdada ni pisikali tu, ni kwa nini siku nyingi sikufanikiwa kugundua hili swala. Akamchukua mwanadada na kwenda kumpakua upande wa ndani, lakini baada ya kugundua ya kwamba hakuwa ni mke wake anamtoa mbio ndani ya hili eneo bwana. Kwa sasa mchizi alikuwa kavurugwa sana, kwani mtu yoyote endapo alikuwa akijichanganya basi alikuwa anachezea makonde ya kutosha. Baada ya wiki moja bwana ya mahangaiko, leo bimdada Neha anafanikiwa kurudi humu ndani. Uso kwa uso anakutana na mchizi akiwa bado amevurugwa. Anatokea kamzozo kwa watu hawa wawili. Si unajua tena bimdada kwa sasa ameshakuwa jeuri. Mchizi akaamua kumtembezea kifinyo cha kutosha mwanadada bwana. Kifinyo cha leo kilimpelekea mpaka kuweza kuzima na mchuzi ukawa unamtoka kichwani. Kilio na malalamiko kikawa kinasikika tu upande wa nje. Majirani wakapigiana simu na kusema hebu nendeni kwenye hiyo apartment katazame huyo mwanadada, huenda akawa anakutana na mabalaa. Askari polisi baada ya kufika humu ndani bwana wakakuta hali sio shwari, kwani kila kona bwana kulikuwa kumejawa na damu. Mchizi naye alikuwa kaloa damu mwili mzima, lakini pia mwanadada alikuwa atambuliki ni sehemu gani alipoelekea bwana. Anafanikiwa kumkamata jamaa, wanampeleka ndani ya kituo cha polisi na kuanza kumfanyia mahojiano ni sehemu gani ambapo alikuwa akampeleka Neha. Mchizi alikuwa hana majibu yoyote zaidi tu ya kusema ya kwamba yeye hajamwangamiza Neha. Sasa kuna mlasembe mmoja akajichanganya akachana picha mwanadada Neha mbele ya mchizi wetu mzee wa kujidai bwana. Jamaa akatembeza kifinyo cha kutosha bwana. Lasembe leo aliipata kweli kweli, kwani jamaa alikuwa hana huruma hata kidogo. Lakini ghafla alifika Bishosti mmoja ambaye naye alikuwa ni askari polisi na kuweza kufanikiwa kumdhibiti mshikaji. Na huyu mwanadada bwana alikuwa ni rafiki yake sana na Gautham, lakini pia alifanikiwa kusoma chuo kimoja. Sasa Bishosti bwana ikabidi yeye ndio aikamate hii kesi, akaanza kutafuta ushahidi, yani akaanza kuhoji watu mbalimbali ambao walikuwa wapo karibu na mzee wa kujidai, akijaribu kutafuta tabia pamoja na maisha ambayo alikuwa anaishi huko mwanzoni. Safari ikampeleka pia mpaka kwa baba yake na kwenda
akamuuliza maswali mawili matatu. Baba baada ya kueleza Neha hafahamiki sehemu alipo, akaanza kulia akisema huenda jamaa akawa kamwangamiza. Mzee anajilaumu sana na kusema ni yeye ndio alisababisha haya yote, kwani alimlazimisha sana yule mwanadada aolewe na mwanaye. Hii yote akiamini huenda mwanaye angebadilika, lakini kwa sasa imekuwa ni tofauti sana. Ushahidi baada ya kukamilika, kesi inapelekwa mahakamani. Hakimu baada ya kuangalia ushahidi wote ambao ulikuwa umeletwa ndani ya hili eneo, basi yeye anatoa tamko na kusema huyu jamaa akili yake inaonekana haipo sawasawa. Kwanza inabidi atupwe gerezani kwa muda wa miaka 3, lakini pia na baada ya hapo inabidi apelekwe kwenye nyumba za vichaa. Mzee wa kujidai kwa sasa alikuwepo ndani ya nyumba za vichaa. Leo anakuja kutembelewa na yule askari polisi, anamweleza ya kwamba ile siku ambayo Neha alifanikiwa kwenda kukutana na mchizi pale chuoni na kuelezewa kila kitu, naye bimdada alikuwepo, hivyo ikabidi aweze kuweka mipango ya kazi ili kuweza kumsaidia kwenye maisha ambayo alikuwa anaishi pamoja na huyu jamaa. Hatua ya kwanza walioifanya ni kwenda kumficha mwanadada kwa muda wa wiki moja, kwani hapo alitambua jamaa asipomwona mwanadada basi atachanganyikiwa sana. Lakini pia hatua ya pili, siku ile ambayo mwanadada aliporudi nyumbani na kutembezewa kifinyo, shosti yake alifika hapa na kufanikiwa kumchukua na kumpeleka sehemu salama zaidi. Afande anaendelea kueleza akisema mwanadada alipoulizwa jamaa apigwe miaka mingapi gerezani, akakataa kabisa asielekee gerezani, bali atafutiwe namna yoyote aende akaishi kwenye nyumba za vichaa. Afande anamaliza kwa kumweleza jamaa ya kwamba mwanadada ameshafanikiwa kwa yale malengo yake, lakini pia kwa sasa yeye pamoja na Gautham wanaishi maisha mazuri tena yenye furaha tele. Upande wa jamaa bwana akawa haamini macho yake. Bimdada baada ya kuondoka upande wa chini akafanikiwa kuuona mdoli, moja kwa moja akaanza kushobokea kama ule mdoli wake ambao alikuwa anaushobokea huko mwanzoni kabla mwanadada kuja kwenye maisha yake. Sasa hapa tumlaumu nani? Baba ambaye alimwaminisha mchizi ya kwamba mwanadada baada ya kukua atakuwa mke wake, ama tumlaumu mchizi kwa tabia zake mbaya? Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.